Ripoti mpya kutoka nchini Marekani zinaonyesha kuwa dini ya Uislamu imekuwa kimbilio kubwa kwa wafungwa, ikitajwa kuwa ndio dini inayokuwa kwa kasi zaidi katika kuta za magereza nchini humo. Inakadiriwa kuwa takriban 3.5 ya wafungwa wote nchini Marekani, ambao ni sawa na 15% idadi ya watu waliopo gerezani, ni waumini wa dini ya Kiislamu. Takwimu hizi zinaungwa mkono na ripoti zinazoonyesha kuwa makumi ya maelfu ya wafungwa, hasa wanaume, husilimu kila mwaka. Mkurugenzi wa taasisi ya Taiba, Rami Nsur, ameeleza kuwa mazingira ya gerezani yanayozua uhuru wa mwili hufanya wafungwa watafute hitaji la kiimani. Kuna kizuizi kikubwa cha uhuru gerezani, na mwishowe wafungwa hugundua kuwa Uislamu ndiye dini pekee inayowapa uhuru wa kweli wa ndani. Taasisi yake pekee imeshatoa huduma kwa zaidi ya watu 13,000, ambapo 90% ya watu hao walisilimu wakiwa ndani ya gereza. Mmoja wao waliokuwa wafungwa ni Muhammad Anderson. Ametoa ushuhuda wa kuguswa, akisema kuwa maisha ya jela yalimfanya apoteze utu na ubinadamu wake. Hata hivyo, anasema kuwa kupitia mafundisho ya Kiislamu ameweza kurejesha utu wake na kupata amani. Alipoulizwa kwa nini alichagua Uislamu badala ya dini nyingine kama Ukristo ama Uyahudi, Anderson amesema, I didn't have my humanity. Nilitumia miaka mingi gerezani kujifunza kuhusu imani nyingine na nilizielewa vyema, lakini Uislamu pekee ndio ulionekana kuwa na mantiki ya kweli kwangu. Ongezeko hili linaashiria kuwa magereza Marekani yamekuwa sehemu muhimu ya mageuzi ya kiimani, ambapo licha ya kuwa chini ya ulinzi mkali, wafungwa wanadai kupata uhuru mpya kupitia imani yao. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.